Mungu ni mwema kila wakati. Nichukue nafasi hii kwanza kuwapa pole sana kwa msiba wa mwenzetu huyo katekista, na kama tunapoendelea kumwombea pumziko la milele. Na vile vile pongezi kwa huyo anayeadhimisha jubilei. Sijajua kama amekuja hapa au anaadhimisha nyumbani huko, lakini pongezi kwake, na vile vile moyo mkuu katika utume wake na katika yote anayotenda katika utumishi wake kama katekista. Hongereni ninyi nyote kwa hija. Karibuni hapa Bagamoyo katika mwaka huu mtakatifu, mwaka wa jubilei, tunapokumbuka hasa na tunapoadhimisha hasa mafumbo makubwa. Mungu alijifanya mwanadamu, akaja kwetu, akakaa nasi, tupate kuwa huru na tupate kuondokana na dhambi. Na kila mara ndio maana tunajikabidhi kwake, na kila mara ndio maana tunafanya bidii kwa neema zake tuondokane na hizo dhambi. Katika masomo yetu ya leo, tunapofanya hija yetu hii, yanaweza yakatuonyesha hivi tunafanya hija ili nini. Kwanza kabisa tunaona kwamba hija inatukumbusha nyumbani ni wapi. Na mtu anayeenda hija anatoka nyumbani na anaenda hija, lakini hija kuelekea wapi? Na anakotoka ndio nyumbani halisia. Na yote haya ni maswala ambayo tunajiuliza sisi. Nyumbani kwetu ni mbinguni. Hapa sisi ni mahujaji. Hija yetu tunaifanyeje? Ndio hapo lazima tujiulize sana. Sisi ni mahujaji. Kwa namna pekee katika kauli mbiu ya mwaka wetu huu mtakatifu ni mahujaji katika matumaini. Kwa maneno mengine, tunakuwa ni wamisionari wa matumaini katika safari yetu mwelekea Mungu, si kokote kule, mwelekea Mungu. Tunakumbushwa kwamba nyumbani kwetu ni mbinguni, na kwa sababu hiyo tusije tukajisahau hapa duniani, tukasahau yale yanayotupasa kuyatenda. Na sisi kama makatekista katika utume wetu, kila mmoja katika nafasi yake na katika eneo lake alilo, kuyatenda yale ambayo yanatufaa, yale yanayoendana na utumishi wetu, kufanya utume kutoka moyoni. Na hiyo ndio safari ya kumwelekea Mungu. Masomo yetu tulivyoyasikia leo, wazo kuu ni toba. Si kwamba tuko katika kipindi cha Kwaresima leo, ila tunakumbushwa kwamba kila wakati tunahitaji kufanya toba. Tunahitaji kuishi katika neema ya Mungu. Tunahitaji kila mara kuongoka ili tuweze kuwa watu wema. Tunahitaji kuonyesha mfano kwa wale tunaoishi nao, kwa wale tunaowafundisha. Tunahitaji kuwa mwanga na chumvi, kukoleza maisha haya, na vile vile kuonyesha njia ya kupita ambayo ni sahihi ya kumwelekea Mungu. Toba. Somo la kwanza linatukumbusha bado kwamba watu walikaidi au kusikiliza sauti ya Mungu, wakakaidi. Kwa sababu hiyo nakiri, ni kweli tumefanya dhambi, tumeenda kinyume na sauti yako, hatukuisikiliza, tukaabudu miungu ya kigeni ambayo haiendani na sisi wenyewe na imani yetu tulio nayo. Kwa hiyo katika somo hilo la kwanza tunaona hiyo dhamira ya kutubu, kuachana na mambo ya kale, kuyarejea mambo mapya, kuishi kama watoto wa Mungu. Na kuishi kama watoto wa Mungu ni kusikiliza vizuri sauti ya Mungu, anatuelekeza. Na mtaguso wa pili wa Vatikano unatukumbusha sana katika jambo hilo. Mungu ameweka ndani mwetu sauti hiyo
ameweka ndani mwetu sheria hiyo ambayo wakati mwingine inatuvuta tuwe pamoja, na anaongea nasi ndani kabisa mwetu katika dhamiri zetu, anatuonya, anatufundisha, anatuonyesha njia. Tatizo ni kukubali ukweli kwamba ni kweli tumeenda kinyume, sasa tunarudi. Hilo tu, kukubali ukweli. Kubaliana na ukweli ni kazi kubwa. Na wakati mwingine sasa sisi tunaishi katika ulimwengu huu, tusije tukajisahau kwamba sio sehemu ya ulimwengu, lakini tunahitaji kutakatifuza malimwengu. Tunaishi katika jamii ambayo mara nyingi tunapenda kusikia tu yale mazuri kuhusu sisi, lakini tunajisahau kwamba ni binadamu, na tunasahau kwamba pale tunapokiri ubinadamu wetu, pale ambapo tunakubaliana na ukweli na udhaifu wetu, ndipo neema za Mungu zinafanya kazi na kutenda yaliyo makuu katika maisha yetu. Ndio hiyo kwamba tunakubali kwa unyenyekevu mkubwa kwamba tunamhitaji Mungu. Kwa neema zake atatuongoza, tutafaulu na tutaweza kushinda yote na vishawishi mbalimbali. Kusikiliza sauti ya Mungu. Tatizo letu ni kusikiliza sauti nyingi zilizo katika dunia hii. Ili tufahamu kwamba ni sauti ya Mungu hii, tunahitaji kuwa na mazoea nayo, na ni kutokana na hilo popote tulipo tutaisikia hiyo sauti, itatuita. Na katika somo hilo la kwanza bado tunakumbuka, tumesikia kabisa kwamba hatukusikiliza sauti ya Mungu. Na kwa sababu ya kutokusikiliza sauti ya Mungu, tuliweza kutenda yaliyo kinyume na Mungu. Tukawaendea miungu wa kigeni, na kwa maneno mengine tukawa waasi. Na sasa tumetambua hiyo, tunarudi sasa toba hiyo. Injili ya leo tunaziona ole kwa miji hii ambayo Yesu anaitaja. Ole wako Korazini, ole wako Betsaida. Ole hizi ni tofauti na ole wao waandishi na Mafarisayo. Hizi ole anazozitoa Bwana wetu Yesu Kristo ni za masikitiko yanayomwendea mtu mkaidi. Mungu anaonyesha juhudi kubwa kumkomboa mwanadamu huyu, na kwa sababu hiyo anamfundisha, anamwelekeza, lakini mkaidi. Sio kwamba hajui ukweli, kiburi kinamtawala. Hataki kusikiliza, hataki kufuata maelekezo. Hili ni tatizo. Ni kwa sababu anao ukweli wote, lakini ana majivuno, lakini ana kiburi. Hivi vinafanya jivune, na kwa sababu yaone kwamba hahitaji yote yale ambayo anaambiwa. Ni tatizo. Na maana sasa ole hizi, pamoja na miujiza yote hii miujiza ingekufanya wewe uweze kutambua ukuu wa Mungu na hivyo umrudie Mungu. Lakini pamoja na hayo yote sasa ni nini hicho? Pamoja na maneno yote ni nini hicho? Unaendelea kusimama katika msimamo wako. Kwa hiyo ole hizo zinatolewa. Na ndio maana mambo yanayoashiria toba katika Injili ya leo nasema kwamba watu hawa walipoambiwa, wengine walipoambiwa tu, walivaa mavazi ya magunia na kujipaka majivu, alama ya toba. Lakini hawa jamaa wengine hapana. Na ndio maana baada anaelezea kwamba na sisi kama watumishi tusije tukajisahau. Sasa eneo la mwisho, awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi. Yule anayewasikiliza ninyi anawasikiliza kuhusu nini? Ili awe anamsikiliza Yesu. Ni tathmini kubwa kwetu. Maanake anamsikiliza huyu ambaye anatenda kazi ya Mungu ipasavyo, na katika kutenda kazi ya Mungu ipasavyo
ni Yesu Kristo mwenyewe ndani yake. Anisikilizaye mimi, awasikilizaye ninyi, anisikiliza mimi, na atakayenisikiliza mimi atamsikiliza yule aliyenituma. Na kwa sababu hiyo, huyu ni mtu wa Mungu, huyu ni mwenye haki, huyu anaenenda kadiri ya watoto wa Mungu. Ni jambo muhimu. Makatekisa wapendwa, leo mmeamua mnafanya hija hiyo, wengine mnatekeleza vile maelekezo ya Jubilei kuu, mwaka mtakatifu ambao yatupasa tufanye hija. Na katika kufanya hija tuweze kusali, na katika kusali huko tufanye na toba, tuweze kumrudia Mungu. Kwa hiyo hongereni sana katika hayo, na hongereni kwa kazi mnazozifanya. Hongereni kwa utumishi wenu huo, hongereni kwa yote mnayoyapitia, na pole kwa magumu yanayowasibu. Na pole hii inawafanya muwe na ujasiri wa kuyatenda na kuyakabili, si kukata tamaa, ila kutenda na kuyakabili yanayowakatisha tamaa katika utumishi wenu. Nafasi yenu ni kubwa kama makatekista, na ndio maana hata siku moja uwezi ukaona kuna uchaguzi wa makatekista, ila ni wito. Na ndio maana wakati mwingine ukimwona katekista anaanza kufuatilia sheria, sasa unasema kama sasa wewe ni mwajiriwa au ni nani? Na wakati mwingine tunajitathmini, katekista ni mwajiriwa? Ili ni tathmini ambayo inabidi tuifanye sisi na hija zetu. Nimeajiriwa mimi na parokia? Kama ni mwajiriwa, kwa mimi ni mfanya kazi. Na sasa napoitwa katekista, mwalimu, ninayesimamia katekesi, ninaisimamia katekesi namna gani wakati mimi ni mwajiriwa? Kwa hiyo lazima wakati mwingine tunaangalia. Ndio maana kazi yetu ya katekista ni kujitoa zaidi, kujitolea kwa Mungu, na ni wito. Na ndio maana tunakuwa na nafasi ya kujiandaa katika kozi maalum ambayo itanisaidia mimi kuutimiza utume wangu kama katekista. Na katika changamoto za ulimwengu huu, katekista lazima uwe unasoma. Katekista ambaye asome maandiko matakatifu anafikiri kwa sababu alienda chuo akasoma miaka 3 au 2 haidatosha, atashindwa kufanya utume wake. Kwa katekista lazima kila wakati arejee maandiko matakatifu, arejee mapokeo, arejee mafundisho ya mama kanisa. Ndio maana anaitwa katekista, sio arejee mambo yake, ila arejee mafundisho ya kanisa, arejee mapokeo ya kanisa, arejee maandiko matakatifu. Na kila mara kumbukeni kwamba tunaowatumikia hawaangalii una hali gani. Wanachotaka ni kutatuliwa matatizo walio nayo, kujibiwa maswali wanayouliza. Ndio hivyo. Sasa kama katekista umekaa tu asubuhi, unaenda misa asubuhi, hata hujui masomo ya Jumapili ni masomo gani, lakini unaenda kanisani, utahaibika. Kama katekista unaenda kufundisha vitoto vya leo hivi, nakuuliza maswali, utashindwa kujibu. Na ukishindwa kujibu, unajididimiza tayari. Na ndio maana tunaalikwa sana katika safari ya upyaisho. Na katika safari ya upyaisho
tunafanya upyaisho kiroho na kimwili vile vile na kifikra na vile vile hata kiakili, kujiendeleza kama katekista kadiri ya ulimwengu ulivyo, kujiendeleza. Na usipojiendeleza kama katekista wakasema nilisoma miaka ile, basi utabakia katika miaka ile. Utawaambia watu hamna adabu kwa sababu wanakuuliza maswali ngo unashindwa kujibu. Utakuwa ni mtu wa kubabaika na vile vile ni mtu wa kubabaisha katika mafundisho unayoyatoa. Na ndio maana lazima jiandae vizuri. Ndio kazi ya katekista. Kwa wakati mwingine tunapofanya hija hii tutathmini hivi. Kila mtu, hata utendaji wetu. Tumetoka kule jimboni, tunaporudi tusiwe kama tulivyokuwa, kwamba tumesikiliza sauti ya Mungu. Na tunapoongelea kuongoka, wakati mwingine si tu katika dhambi tulizo nazo, hata fikra tulizo nazo. Fikra, tunavyoangalia ulimwengu, tunavyoangalia wenzetu tunaoishi nao, majirani zetu, na tunavyojiangalia sisi wenyewe. Wakati mwingine unaweza kuwa katekista kila siku najilaumu tu. Mimi sijui, mimi sina maana, mimi sieleweki. Sasa ukifanya hivyo, Mungu anakutendea mazuri mengi tu, na neema zake zinakusaidia sana. Ukae chini wakati mwingine useme kwamba nimefanya kizuri hiki na hiki na hiki na hiki, nimeferi hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Asante Mungu, naomba sasa, naomba msamaha kwa haya, nifanye vizuri. Wakati mwingine unaweza ukakaa na jilaumu tu kila wakati, na hilo ni tatizo. Tuangalie pande zote mbili. Ndio maana tunapofanya hiyo hija katika tathmini, tujiangalie hivyo. Tusije tukarudi tena jimboni katika kituo chetu cha kazi tuko vile vile kama zamani. Hija yetu haina maana, ni kama mazoea. Na tusije tukawa wasindikizaji. Kwamba tumepanda kwenye gari, tumekuja kwenye hija, tunarudi tulivyo na gari letu. Lakini wenzetu wameneemeka, lakini sisi tunarudi sisi watupu. Hapana. Kwa tujifunze na vile vile tujitathmini, na vile vile tuangalie pale ambapo tulienda kinyume, ambapo tunaona kabisa tunapotoka katika utumishi wetu tuweze kurudi. Pale ambapo tunaona kwamba ni chanzo cha mafarakano katika ushirikiano wetu kama makatekista, katika umoja wetu kama makatekista, tunaenda tofauti, tuweze kumrudia Mungu na tuweze kuongoka na tuweze kuwa wapya. Ni muhimu katika safari yetu ya kumwelekea Mungu. Na ndio maana tunajifunza hiyo hija. Tusije vile vile tukajiabudu wenyewe, na tusije tukajivuna na kuadidimiza wale ambao ni wadhaifu katika maisha yetu. Maana unajua kwamba katika maisha yetu tunatofautiana sana, kwa sababu kila mmoja wetu ni wa pekee mbele ya Mungu. Na kama mtu wa pekee mbele ya Mungu, na kwa sababu hiyo kila mtu ana kipaji chake. Tuchochee vipaji hivi, tuchochee karama hizi. Kila mtu aonekane na mchango wake katika umoja wetu na urika wetu wa makatekista. Na tusaidiane. Kusaidiana maana yake ni kuongozana. Unamwona mwenzako anakosea lakini unafunga macho. Tusaidiane, tusije tukawa kina Kaini na Abel. Mimi sio mwangalizi wa ndugu yangu. Hapana. Tusaidiane katika safari yetu hii, tuongozane katika safari yetu hii, tutaweza kufanya vizuri. Umoja unajenga. Tulipokuwa pale Dar es Salaam, wakati ule tulikuwa tunasisitiza na sasa tuwe na umoja. Sasa kila mmoja, kila parokia ilikuwa inafanya cha kwake, kila parokia ilikuwa na chake, na kila huko kuwaweka pamoja. Hata wakati mwingine mlikuwa mkiandika risala mtalalamika, lakini sasa tunalalamika wakati kila mtu yuko mwenyewe, ni ngumu. Mnakuwa pamoja na mnaweka yote pamoja na mna utaratibu, ndipo mnaweza mkafanya tathmini, tumefanya nini na tuchukue njia gani
kuboresha utumishi wetu kama makatekista. Ni muhimu. Ni muhimu. Na tunapokuwa kwenye parokia zetu, tunapokuwa katika utume wetu, hata waumini wale watambue thamani yetu kwa ushirikiano wetu na maparoko wetu, kwa ushirikiano na mapadri wetu katika maparokia yetu, na kwa ushirikiano na uongozi wa jimbo na vile vile uongozi wa wakurugenzi wetu, kwamba mambo yaende vizuri na tunaweza tukafanikiwa vizuri zaidi na zaidi. Na kufanya yote haya ndio maana kila mara tunaomba, na kila mara tunafanya mikutano, na kila mara ndio maana tunakutana kama hija hivi. Tulipofanya njia ya msalaba sio kama tumeigiza, tulikuwa kwenye ibada. Na kwa sababu hiyo tumechota kitu hicho na tumeona umuhimu wa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kwetu na katika safari yetu ya kiroho kumwelekea Mungu. Ni muhimu. Na katika hilo tunabadilika na tunaenda mbele zaidi. Tumwombe Mungu atusaidie zaidi, tukijua kwamba wajibu wetu ni mkubwa sana kuweza kufundisha imani. Na mwanadamu wa leo hapokei mafundisho yetu kwa maneno mengi tunayokuwa nayo au ufasaha wetu wa kuongea, ila ushuhuda wa yale tunayoongea katika maisha yetu. Maisha yetu yatakuwa mafundisho mazuri ya katekisi kwa ulimwengu huu. Sisi ni vyombo muhimu vya kuleta faraja kwa wale ambao wako katika huzuni, kuleta matumaini kwa wale wanaokata tamaa, kuwarejesha katika matumaini, ili wamtambue Mungu na wajue Mungu yuko pamoja nao na anawaongoza na hajawacha hata mara moja. Tuendelee kumwomba Mungu atusaidie katika haya. Tunapoadhimisha misa hii kwa moyo mtakatifu wa Yesu, ndio maana tunamuona yeye mbele yetu. Mioyo yetu hii ambayo ni chanzo cha upendo iondokane na ubinafsi wote, na kila mmoja anapofanya afanye kile anachokifanya atambue ni kwa manufaa ya jamii ya Kikristo, ni kwa manufaa ya ustawi wa kiroho wetu sisi wenyewe na wetu kama jumuiya au jamaa ya Kikristo. Tuendelee kumwomba Kristo aendelee kufananisha mioyo yetu na moyo wake mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.